baraka, ni siku ya neema, ni siku ya utukufu na enzi yake ya Mungu wetu, Mungu aliye mtakatifu, aliye Bwana wa uzima, aketie mahali pa juu pa sifa. Tukisoma kitabu cha Waamuzi ile 13, tunakutana na habari za mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa ni Manoa. Huyu Manoa alikuwa anakaa nchi ya Sora. Huyu Manoa alikuwa na mke wake ambaye alikuwa ni tasa, lakini huyu mwanamke akatokewa na malaika wa Bwana akamwambia, wewe utachukua mimba na utazaa mwana wa kiume, lakini akamwambia kwamba ujihadhari, usinywe mvinyo, usile kitu chochote ambacho ni najisi, kwa sababu huyu mtoto atakayemzaa atakuwa mnaziri wa Bwana. Yule mtu wa Mungu akatoweka machoni pake, na yule mwanamke baadaye akaenda kumwambia Manoa kwamba nimekutana na mtu wa Mungu, ameniambia habari hizi kwamba nitazaa mtoto mwanamume, na akanipa angalizo kwamba nisitumie kitu hiki na hiki. Lakini unaona Manoa anataka kuijua ile habari kiundani zaidi, lakini unaona Manoa anasema kama kweli huyu ni mtu wa Mungu, basi akaomba kwamba tena inabidi yule mtu wa Mungu amrudie tena. Unaona wakiwa shambani, yeye Manoa na mke wake, unaona tena yule mtu akamtokea yule malaika, yule mwanamke aliyomtokea yule mwanamke, mke wake Manoa akaenda kumwambia mume wake, yule mtu wa Mungu amenijia. Unaona Manoa akamkimbilia yule mtu, akaanza kuhojiana naye, akasema haya mambo yatakuwaje? Unaona akampa maelekezo kwamba itakuwa huyu mtoto atakapozaliwa ataishi maisha gani. Unaona Manoa anamuuliza yule malaika kwamba huyu mtoto kama ni mtumishi wa Mungu atazaliwa, je, ataishi maisha gani? Unaona Manoa anataka apate maelekezo sahihi kwamba huyo mtoto tumlee katika mazingira gani. Kwa hiyo unaona yule malaika akamwambia inatakiwa huyu mtoto katika maisha yake yote usipite wembe kichwani mwake, kwa maana huyu ni mnaziri wa Bwana. Kwa hiyo siku zote kilichozaliwa na Mungu kitatunzwa kwa Mungu, kwa maana siku zote wana wa Mungu tukikaa katika kwa Mungu katika ukweli na usahihi, hakika Mungu wetu atatubariki, kwa sababu huyu mnaziri wa Mungu ambaye ni Samsoni aliaishi maisha ya adili sawa sawa na unaziri. Kwa hiyo unaona Samsoni baada ya kuzaliwa akataka sasa kuoa. Unaona sasa huyu Samsoni akaenda kwa Wafilisti, akampata binti wa Kifilisti ambaye anaitwa Timna. Alipompata huyu binti akaenda kwa wazazi wake, akamwambia, bwana, mimi nimepata binti wa Kifilisti, nimempenda. Unaona baba yake Manoa anamwambia mtoto wake kwamba hawa ni watu wasiotahiriwa, inakuwaje wewe Mwibrania unaenda kuoa kwa Wafilisti? Unaona kwamba, lakini Samsoni akasema mimi nimempenda, kwamba yale baba yake Manoa alikuwa anasema kwa sababu alikuwa hajui, lakini Mungu anasema kwamba Mungu alitenda yale ili Samsoni aende kaoe kwa Wafilisti ili ajilipize kisasi. Kwa hiyo siku zote njia za Mungu na njia za wanadamu ni tofauti. Tunavyofikiri sisi na Mungu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo unaona Samsoni akamuoa huyo Timna, lakini ikatokea ukengeufu fulani wakaachana. Lakini unaona baadaye tena akaenda kupata binti wa Kifilisti ambaye ni Delila. Unaona akatenda mambo makubwa Samsoni, akawapiga sana Wafilisti kwa mapigo ya ajabu, mapigo makubwa. Lakini unaona huyu Delila akaanza kumhoji sifa za nguvu zako, chanzo cha nguvu zako wewe Samsoni ni nini? Akamhoji, lakini Samsoni alimdanganya mara nyingi. Unaona yule binti ambaye ni Delila akamlilia Samsoni, akasema kama ndo hivyo unipendi. Kwa hiyo adui siku zote akitaka kukumaliza anatafuta kile chanzo cha nguvu zako, anatafuta kile chanzo cha maisha yako ili akumalize. Kwa hiyo kuwa makini na wale adui zako, kuwa makini na wale ambao wanaokuzunguka, hao ndio chanzo cha kukumaliza wewe. Kwa hiyo unaona Samsoni baadaye akamwambia kiumakini kwamba, anamwambia Delila kwamba mimi chanzo cha nguvu zangu, ukininyoa nywele zangu zote hivi vishungi 7, hapo ndo nitakuwa kama mtu wa kawaida. Kwa hiyo pale ndipo Samsoni
akatoa ile siri ya maisha yake, kile chanzo cha upako wake ambao aliuwekewa unaziri na Mungu. Kwa hiyo unaona Samsoni, wakaja Wafilisti wakamkamata, wakamtoboa macho, akawa anasaga ngano, akafungwa gerezani. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku zote katika maisha mtegemee Mungu, kuwa makini na wale wanaokuzunguka, kwa maana shetani anakuwinda kilichoko ndani yako, anawinda hatima yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu, kwa maana ukimpenda huyu Mungu atafanya makao ndani yake. Akishafanya makao ndani yake utabarikiwa, kujaa na kushindiliwa. Kwa hiyo unaona Samsoni, Wafilisti wakaandaa sherehe kwamba tunamtukuza huyu Mungu wetu ambaye ni Dagon, kwa sababu ametukamatia huyu adui yetu. Kwa hiyo unaona wakaandaa sherehe kubwa katika nyumba, katika uwanja. Unaona Samsoni wakamleta ili acheze kwenye ile kalamu ambayo wameiandaa. Unaona Samsoni akapelekwa katika lile shindano hilo la kucheza yeye Samsoni. Unaona Samsoni akamwambia yule kijana ambaye anamuongoza, akasema, naomba nipeleke katikati ya hili jengo, sehemu yenye nguzo ya hili jengo, ili nikakae hapo. Lakini Samsoni alitaka kujilipiza kisasi, kwa maana nywele zake zilikuwa zimeota. Kwa hiyo wao Wafilisti walikuwa hawajui kwamba nywele za Samsoni zimeota, kwamba ule upako tena umerudi. Kwa hiyo Samsoni akamwambia Mungu, akasema, mara hii tu naomba Mungu nijilipize kisasi ya macho yangu kwa hawa Wafilisti. Unaona Biblia inasema kwamba Samsoni, wale watu aliowaua siku ile ya pale wakati wako katika ule uwanja, katika ile sherehe, aliua watu wengi kuliko wale wote aliowaua siku zote. Kwa hiyo Samsoni alijilipiza kisasi kwa sababu ya macho yake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana ushirika wa kumpenda huyu Mungu, kwa maana Mungu ukimpenda kwa moyo wako wote, atakupigania, atakulinda, atakushika mkono. Katikati ya wabarikiwa utakuwa mbarikiwa, kwa maana una heri wewe umezijua sifa za huyu Mungu wetu, Mungu wa mbingu na nchi. Barikiwa kwa neema ya Kristo Yesu, kwenda na uwezo huo huo. Kwa neema ya Kristo Yesu utamwona Mungu akikupigania katika maisha yako, utamwona Mungu akikushika mkono. Katikati ya mataifa na makabila watajivunia wewe, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe, kwa maana wewe ni shujaa uliyebarikiwa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha sana kumtafuta huyu Mungu katika roho na kweli. Utamwona Mungu atajifunua katika maisha yako. Hakika wema wa Mungu umejifunika ndani ya maisha yako. Utaziona baraka, utaziona neema na kweli. Zile rehema za Mungu wa Abraham zitakufunika mwana wa Mungu. Barikiwa kwa neema yake Kristo Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu. Amen.